ile kuhusiana na Afrika alizungumza nani nimeona aligusia kuhusiana na Afrika alikuwa yes Antonio Guterres, katibu mkuu mmoja katibu mkuu akishtumu kutengwa kwa bara la Afrika katika baraza la usalama duniani. Akisema vipi? Mbona namna gani vipi? Alafu na yale ambayo yanaendelea sasa hivi. Karibu. Yes, kwanza ni kwamba huu umekuwa ni mkutano mkubwa sana wa kutathmini hali ya usalama wa dunia. Unafahamu kwamba dunia inapitia katika misukosuko mikubwa sana ya kiusalama. Kwa sababu kuanzia mashariki mpaka magharibi mpaka kaskazini kuna mivutano mikubwa sana zinazoitwa siasa za kijiografia. Kwa sasa dunia imekuwa ikipitia katika changamoto kubwa ambayo inaitwa ya global insecurity, yani dunia imekosa ukosefu wa usalama. Ndio mfano ulipokea. Ukiangalia kwa mfano katika ukanda wa maziwa makuu kuna issue ya Kongo. Ukisogea kidogo hapa Afrika kati kuna hali haijatulia. Ukienda kwa mfano kuanzia maeneo ya Somalia, Somaliland mpaka katika mlango bahari wa Al-Mandeb bado hakujatulia. Nenda Libya, nenda Sudan kutazama bado hakujatulia. Nenda kwa mfano katika ukanda wa Sahel bado hakujatulia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Afrika yenyewe imekuwa ikipitia katika global insecurity. Lakini ukienda kwa mfano mivutano mikubwa ya Ulaya, tazama kwa mfano mzozo wa Urusi na Ukraine, imekuwa changamoto kubwa sana katika usalama wa kimataifa. Nenda Palestina, huu sasa hivi ni mwaka wa 80, bado sintofahamu kati ya Palestina na Waisraeli imekuwa ni tension kubwa zaidi. Tazama kilichotokea kwa Maduro, nenda katika upande wa Haiti kule, nenda katika maeneo ya Amerika Kusini, mivutano ya Marekani, Irani pamoja na Israeli. Unaona kabisa kwamba dunia inapitia katika ukosefu mkubwa wa usalama. Na hiyo ni kutokana na ripoti ya kimataifa ya Global Security Index. Ilizungumza kwamba dunia ina mizozo zaidi ya 80 duniani. Ni hatari kuliko vita ya kwanza ya dunia, kuliko vita ya pili ya dunia. Sasa huu mkutano wa Munich wa kiusalama umeenda kudiscuss hiyo hali. Tunaweza vipi kuepukana na mivutano ya kijiografia? Na unafahamu tunapozungumzia mivutano ya kijiografia au mivutano ya kijiografia maana ni kwamba tunaweza kuangalia namna gani siasa za ushindano za kijiografia zinaenda kuathiri usalama wa kimataifa. Unafahamu kwamba usalama wa dunia umekuwa ukiathiriwa na mivutano ya kisiasa, mivutano ya nchi kuvuka mipaka ambayo inaitwa ni national expansionism, lakini zaidi sana kuna mvutano mkubwa wa kuweza kudhibiti maeneo makubwa ya kimkakati. Kwa sasa ukiangalia Afrika bara ambayo ina watu bilioni 1.5 ambao lina vijana wengi zaidi, nao imekuwa ni sehemu ya msingi katika kujadiliwa. Nimeona kwa mfano Zelensky amezungumza kwamba anahitaji vile vile kwenda kuungwa mkono. Utazama kwa mfano alivyozungumza kansela wa Ujerumani, utazama Friedrich Merz amezungumza kwamba namna gani mzozo wa Iran kwa mfano na mzozo wa Ukraine umeenda kutishia usalama mkubwa wa kimataifa. Kwa sasa unaona kabisa kwamba huu mkutano umeenda kujadili ile hali. Na dhima ya geopolitics, kuna kwamba dhima ya siasa za kijiografia maana ni kwamba ni kwenda kuangalia je, hii mivutano ya kisiasa inaweza vipi kuathiri na kuchangia mataifa kuweza kuvuka mipaka. Leo ninavyokuambia hali ambayo inaendelea Ukraine imesababisha mzozo wa watu milioni 15 kukimbia nchi. Ukiangalia kwa mfano Sudan, ndio. Sudan watu wengi hawajui kuna zaidi ya watu 300,000 hawajui kama wamefariki au wapo hai. Taifa limeanguka, watu zaidi ya milioni 10 wameza hawana makazi maalum, hawezi kupata huduma za msingi za kijamii. Sasa nani ambaye ni chanzo ambayo imepelekea kuweza kupelekea mivutano ya siasa ya kijiografia? Ndio hoja ya Munich. Ukitazama kuna trend ya viongozi kutumia nguvu katika mataifa yao. Yaani leo hii kwa mfano mtu anavuka mipaka anaenda kwa mfano Ukraine. Sio? Leo hii kwa mfano mtu anachukua meli za kivita anaenda Iran. Afanye chochote. Leo hii kwa mfano mtu anachukua majeshi anaenda katika ukanda wa Gaza. Leo hii kwa mfano mtu anachukua jeshi anaenda Venezuela. Hiyo yote ukitazama inahatarisha usalama wa kimataifa. Tunafahamu kwamba usalama unapoharibika katika eneo moja, yaani kwa mfano kuna athari Iran, inaenda kuathiri katika eneo lingine, kwa sababu hii dunia katika mfumo wa kimataifa umeunganishwa. Yaani unapozungumza kwa mfano kuhusu swala zima la
tunasema international economic system, yani mfumo wa kimataifa wa kiuchumi, kwa mfano mafuta, ukitokea athari katika eneo hilo inagusa Afrika Mashariki, inagusa dunia. Kwa sasa kwa kweli ni kikao ambacho kikubwa sana, na hata Antonio Guterres anachosema anasema ni usahihi na Afrika imetengwa kabisa. Na mwaka jana alizungumza kwamba dunia imepitia katika uharibifu mkubwa zaidi wa ubinadamu. Lakini si ndo katibu pale yupo sasa? Hoja msingi au baraza lenyewe linahusisha watu wengine tofauti na yeye? Hoja msingi, swali zuri. Hoja msingi kwamba yeye ndio katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ndio. Ukiangalia tangu League of Nations mwaka 1919 mpaka kuanzisha Umoja wa Mataifa mwaka 1975, je, ukiangalia mizozo ya kimataifa Umoja wa Mataifa umefanya nini? Ndio hilo nilikuwa nasema sasa. So yes, katibu kwa sababu ukiangalia wao wenyewe Umoja wa Mataifa wamekuwa hawana meno, na hata Umoja wa Mataifa umekuwa una maslahi katika baadhi ya maeneo. Tunafahamu katika Umoja wa Mataifa kuna kitu ambacho kinaitwa P5, mataifa matano yenye nguvu ambayo yanaunda kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa: Urusi, Marekani, China, Uingereza na Ufaransa. Hawa ndio wanaweza wakaamua na wanadhibiti Umoja wa Mataifa. Wengine wote ni wanachama tu. Mtazungumza kuna United Nations General Assembly, lakini wao kukutana kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa, wao ndio ni maamuzi. Okay. Lakini hawa kwa kutazama wamekuwa na maslahi. Zelensky anashtumu baraza hilo la usalama, sema hajafanya kitu kwa sababu nchini kwake vitu vingi vimeharibiwa, miundombinu, viwanda vikubwa, maeneo ya umeme yameharibiwa. Anawashtumu baraza hilo la usalama, baraza la usalama. Guterres na yeye anawashutumu kuona kwamba Afrika kwa maelezo machache mchungu, nafasi ya baraza hilo la usalama katika kumaliza matatizo, tunaiona nafasi ya hili baraza kwa sababu lipogo na bado yanaendelea. Hakuna nafasi yoyote ya kumaliza mizozo. Kwa nini kwa uchache? Kwa sababu hichi chombo kilivyoanzishwa wengine hawakushirikishwa. Chombo hiki cha baraza la Mataifa. Okay. Yaani katika Umoja wa Mataifa kuna vyombo vitano. Sawa? Kuna kitu kinaitwa ICJ. Ndio. Economic and Social Council. Sawa? Kuna Security Council. Kuna United Nations General Assembly na kuna Secretariat. Kilipoanzishwa ile chombo walikutana nchi washindi. Yaani nchi washindi ndio walikutana kuanzisha hicho chombo. Lakini wengine haikuwepo Afrika, sawa, wala haikuwepo nchi nyingine. Hicho chombo jamani lazima tuelewe kimeanzishwa kwa sababu hao wakubwa wasipigane. Ndio liko lengo. Wakubwa wasipigane. Yaani chombo cha Umoja wa Mataifa haikuanzishwa kwa ajili ya Sudan au Somalia. Kilianzishwa chombo kwa lengo kuhakikisha kwamba wakubwa hawa hawaingii kwenye vita ya tatu ya dunia. Ndio maana ukiangalia lengo la msingi wanasema to maintain peace and security, kwa sababu katika baada ya vita mwaka 1945 kulikuwa kuna mashindano makubwa sana ya nuclear. Unakumbuka Hiroshima na Nagasaki? Sawa. Umeelewa? Kwa hiyo kilianzishwa ili wasipigane. Bwana, hii chukua vizuri mchungu. Imebainika wanajeshi wa Marekani wanajiandaa kuivamia Iran. Na kinachosubiriwa sasa hivi, ni Rais Donald Trump apige tiki na kusaini jamaa waivamie rasmi Iran. Kwa mujibu wa taarifa wanasema za kikachero, tayari mazoezi yameshafanyika kwa jeshi la Marekani na kila kitu kimeshawekwa sawa. Wanasubiri operation 2 ambayo iruhusiwe na Rais Donald. Nishe kusema hapo, nafikiri nilikuwa na wewe nikasema kwamba baada ya Iran na Venezuela kuingia katika mfumo wa kutumia yuan kwenye mafuta, yuan ya China, wataenda kusabotage hegemonic power ya taifa la Marekani. Na unafahamu kwamba kule mataifa 10 ambayo yanazalisha gesi na mafuta ni Irani na Venezuela, ni mataifa kinara. Hiyo ambayo taarifa ambayo nazungumza, mpango ni kwamba ni kuenda kuharibu vinu vya nuclear. Unakumbuka mwaka jana Trump alisema kwamba wamefanikiwa kuipiga Fordo na Natanz na Isfahan. Leo hao wanasema kwamba tunaenda kuharibu mpango wa nuclear. Kwa hiyo sasa kuna ndege mbili zimeenda Mashariki ya Kati leo hii. Zimesogea. Na nimeona kwamba Ayatollah Khamenei anasema kwamba anatoa kauli ya kishujaa kwamba tukivamiwa tunataka kwenda kutoa fundisho. Yes. Haya bwana, dakika zimetukimbia, lakini chukue hivyo, watu wanajiandaa na Ayatollah kwa mujibu wa taarifa wasema, na yeye asema